Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wajumbe, kwanza ni washukuru kwa ambao tumehudhuria kwa ajili ya kujengeana uwezo na uelewa pamoja, na lengo kuu likiwa ni kwenda kulinda afya na maisha ya watoto wetu ambao wako kwenye maeneo hatarishi au mazingira hatarishi ya ugonjwa wa polio. Kwa hiyo tukahamasishe chanjo vizuri kwa namna ambavyo tumeongea hapa na kuelewana vizuri. Lakini kwenye haya niombe sana, nimeshatoa maelekezo kwa wilaya nzima kufanya mikutano na maafisa tarafa wangu wanasimamia. Kila mtaa kwa wiki upange mkutano wa kusikiliza kero za wananchi na kutatua changamoto za wananchi. Kila kijiji kifanye, kila kitongoji kifanye, ili tupunguze changamoto na kero za wananchi, na zile ambazo zitakuwa zinawashinda zitakuja ngazi ya juu. Kwa hiyo kupitia mikutano hiyo wanazo ajenda. Hii ajenda ya chanjo ya polio ikawe sehemu ya ajenda kama ulivyoongea Mheshimiwa diwani hapo, na wewe kwa kuwa uko hapa na umesema madiwani wengine wanaweza kawa hawana taarifa, ndio maana ya uwakilishi, kwa sababu upo. Hakikisha, ni maelekezo sasa, hakikisha madiwani wote wanapata hii elimu na uelewa huu ambao umeupata katika mikutano yao kusikiliza kero za wananchi, wakabebe iwe kama ajenda ili tuweze kufikia malengo kukusudiwa. Lakini nimeshasema kuhusu matangazo, vipeperushi na elimu sahihi, ili kuondoa ule upotoshaji kama shehe wangu alivyosema hapa, ikafanyike kwa kina. Na sisi tutakuwa pamoja, na mimi nitakapokuwa naendelea na mikutano yangu na makusanyiko ya watu, nitakuwa naendelea kutoa hii elimu. Kama ambavyo tumesema, ni hatari ugonjwa huu kwa watoto wetu kuweza kupooza, lakini pia kuweza kufa. Hatuhitaji tupoteze mtoto hata mmoja kwenye maeneo yetu. Tunasema hii ni hatua ya tahadhari tu kwa ajili ya kuwakinga watoto. Hatujapata mtoto, lakini tuwakinge kutokana na huu ugonjwa ambao tayari umeshaonyesha viashiria kwenye maeneo yetu. Kwa sisi Tarime tuwe salama na mkoa uwe salama, na mwisho nchi itakuwa salama. Lakini ambacho ningekihitaji hapa ni ushirikishwaji wa kina wa makundi yote. Kwa mratibu hapa wa chanjo, ni kuombe sana, au nikuelekeze, nisikuombe, nikuelekeze viongozi wote wa kijamii ngazi ya chini wao na uelewa huu, ili watusaidie kwenye kaya zao kwa wananchi ambao wanaongoza, ili tuweze kwenda sambamba. Lakini wazazi wote, nielekeze wazazi wote kwenye wilaya ya Tarime na walezi wote, hakikisha kwamba wote kwa pamoja kama kamati tuhakikishe kwamba wanashiriki pasavyo na wanapata uelewa huu ambao tunao kuhusu watoto wao, na hata wale ambao washachanjwa haitakuwa vibaya kurudia ili kuimarisha kinga yao. Kwa kila mzazi kwenye wilaya alibebe, hakikishe kwamba anasimamia chanjo hii, wanapata watoto au walezi wanahakikisha watoto ambao wanawalea wanapata hii chanjo, ili tuwanusuru hao watoto wasiweze kupoza viungo vyao na kama ilivyoelezwa na mtaalamu, lakini wasiweze kupata kifo kwa sababu ya ugonjwa wa polio. Serikali imeshajiimarisha vizuri kwenye vituo vyote vya kutolea huduma ya afya, kuanzia zahanati, vituo vya afya, hospitali. Tunao wataalamu, lakini pia timu zitakuwa zinazunguka. Kwa hiyo niombe hata kwenye vituo vyetu vya afya, kwenye hospitali, wale waganga, kwa sababu mpo hapa, wagonjwa wanapokuja pale mnapokuwa mmewakusanya, mwape hii elimu ili wakitoka hapa wana uelewa mzuri. Baada ya kutoka hapa, serikali imejipanga vizuri na kutoa hii chanjo kwa watoto wetu, na ni bure, si ndio? Au kuna shilingi inatoka? Mtu wa wizara yuko hapa, angetuambia kama kuna hela. Hii ni bure, kwa ajili ya kunusuru maisha ya watoto wetu. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi kama wazazi walezi kuhakikisha kwamba tunaipokea na tunapokea maelekezo ipasavyo, viongozi wetu wa kidini, viongozi wa mitaa, ili tuhakikishe kwamba watoto wanakuwa wanasoma ili kuja kulijenga taifa letu. Vinginevyo tutatengeneza kizazi ambacho kitakuwa kina changamoto mbele ya safari. Lakini kama watapata kinga hii vizuri, tutakuwa tumewakinga na magonjwa hayo ambayo ni hatari sana kwa maisha yao, lakini pia na ustawi wao kwenye jamii. Kwa hiyo maelekezo yangu kwa wilaya nzima
wote tushiriki, na watoto wote walioko chini ya miaka 10, walioko chini ya miaka 10 waweze kupata haya matone. Hata kama alishapata chanjo kabla, apate tena chanjo nyingine kama mtaalamu wa afya alivyosema kutoka Wizara ya Afya. Lakini si wote tutashiriki kwa pamoja kila ngazi, na mimi tayari nimeshaanza ziara kwenye kata zenu madiwani. Nimeshapata ratiba ya vikao vyenu kama nilivyoelekeza. Nitakuwa napita kwa kushtukiza kuona nini kinazungumzwa, kuona ajenda mlizozungumza, lakini pia nimeshaelekeza watendaji kuleta miutasari yote ili niweze kuona nini kimezungumzwa kwenye mikutano yenu na zile changamoto zilizopokelewa. Kwa hiyo ni matumaini yangu nitaona ajenda ya chanjo ya polio ipo kwenye kata zenu. Hii ni kwa wilaya nzima, kwa halmashauri zote mbili. Ndugu viongozi na ndugu washiriki wote ambao tuko hapa, niwashukuru tena kwa nafasi hii na ninyi kuweza kushiriki kwa pamoja tukiwa kama timu kwenda kuhakikisha kwamba swala la uchanjaji huu wa chanjo ya polio ili kuwanusuru watoto wetu tunaenda kulifanya kama timu moja kwa kushirikiana vizuri, na pale inapotokea taarifa yote ya upotoshwaji ambao si sahihi tujitahidi kwenda kuelimisha, lakini pale ambapo mtahitaji msaada wa ngazi ya wilaya sisi tuko tayari. Kwa hiyo ni matarajio yetu tutapata taarifa kutoka kwa madiwani, kutoka kwenye viti wa serikali za mitaa, kutoka kwenye viti wa vijiji, kwa watendaji wa kata, kama kuna sehemu popote ambapo pana upotoshwaji au changamoto kufikia malengo tuliyokusudia. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kusema hayo, niseme kikao kimekiarisha rasmi, na asanteni sana kwa kunisikiliza.